Tafakari, uliye naye ni chaguo sahihi la moyo wako ama ni chaguo la vitu ulivyo navyo? Na ukiona upendo uliokuwepo awali umepungua, basi ujue vile vitu ambavyo aliingia navyo kwenye mahusiano vimepungua ama vinaanza kutoweka. Kwa hiyo swala la kuachwa wakati wowote tarajia. Mtu ambaye anakupenda wakati wote atakuwa anakupa motivation. Hata ukiwa unakutana na changamoto mbalimbali, yeye hatakuacha, badala yake atakuwa anakupa motisha. Atakufariji. Atakupa maneno mazuri yatakayopelekea usahau zile changamoto unazozipitia. Hata kama ulikuwa ni maskini utajiona tajiri. Hata kama ulikuwa hauna uhakika wa kula utajiona umeshiba, kwa sababu unaye mtu ambaye ni chaguo sahihi la moyo wako. Na unapopatwa na misukosuko, hicho ni kipimo cha kujua kwamba uliye naye ni sahihi ama si sahihi. Wengi tupo kwenye mahusiano ya maisha ya ndoa na watu ambao sio sahihi kwetu. Lakini kwa nini wapo na wanaendelea kuwepo? Kwa sababu kuna watu sahihi wanatutunzia ndoa zetu. Ukiona ndoa yako ina furaha, wakati mwingine huna uwezo mzuri wa kumkimbiza uwanjani, lakini anafurahia ndoa yako, basi ujue kuna mtu anakutunzia ndoa yako. Ukiona alikuwa na tabia fulani hivi sasa ile tabia imetoweka, ujue tu kuna sehemu mtu anakutunzia ndoa yako. Hebu turudi kwa vijana hawa wa bodaboda wanaoingia kwenye mahusiano na wanavyuo. Bodaboda, usidhani kama wewe ni chaguo sahihi la huyo mwanachuo. Au wewe dereva bajaji, usijione kama wewe ni chaguo sahihi la huyo mwanachuo. Ukimwangalia muonekano wake na elimu anayoichukua na wewe ulivyo, ni vitu viwili tofauti. Kiuhalisia unajua ni nini alichokupendea. Mmekuwa ni wazuri sana wa kukizi mahitaji ya nje ya mwili wa wanachuo. Mwanachuo leo hii akihitaji gesi, wewe utapambana hata kuchukua hela ya bosi ukamnunulie gesi. Ila mama yako akikwambia kaishiwe hela ya vocha, utamzungusha sana. Hongereni sana. Mtaumaliza muda wenu, mtapata mnachokihitaji kwenye mwili wa huyo mwanachuo, lakini baada ya hapo ataondoka na atakuwa na yule mtu ambaye ndio chaguo lake, ambaye anaendana na muonekano na elimu alionayo. Wewe ni daraja tu. Tafuta saizi yako, wekeza kwake. Usijione shababi kwa kuwa na wanavyuo wengi ukidhani kwamba wewe ni handsome, umependwa jinsi ulivyo. Au wanachuo wamekupendea ni nini ulichonacho na si wewe ulivyo. Na kama unataka ufahamu hilo, akupige virungu mara 3 mfululizo, uone kama utaona hata SMS ya baby. Na ukiona message ya baby, unajua nini? Basi ujue kinachofuata ni kizinga. Kwa hiyo kuna watu wapo kwenye mahusiano kwa ajili ya kutatua matatizo ya watu. Kuna watu ambao ni kwa ajili ya kutatua matatizo ya vocha. Kuna watu wapo kwa ajili ya kutatua matatizo ya kodi za nyumba. Kuna watu wapo kwenye matatizo, kuna watu wako kwenye mahusiano kwa ajili ya kutatua chakula. Na kuna watu wapo kwenye mahusiano kwa ajili ya kutatua matatizo ya huyo mtu nyumbani kwao. Kuna watu wamewekeza kwenye familia za watu ambao hawana hata malengo nao. Brother, una bonge moja ya kitambi, alafu unakutana una demu moja mkali anasema nimekupendea kitambi. Wongo. Kakupendea income.
Unapolazimisha wewe mtu wa kawaida kuwa na mtu wa matawi ya juu, maana yake utatumia nguvu nyingi sana kulitengeneza penzi lako. Na hilo penzi huwezi kulitengeneza isipokuwa utatengeneza penzi ambalo ni vitu vyako na yule mtu ambaye umeingia naye kwenye mahusiano. Ukimpenda kijana anayenyanyua chuma, ana vile vya alama sijui vinaitwa V6 nini, maana yake wewe umempenda kwa sababu ya shughuli maalum. Na sidhani kama umempenda kwa ajili ya ulinzi, ila umempenda kwa shughuli. Kitambi kinapokuja baada ya yeye kubweteka kwa sababu kakupata, wewe utamuacha kutokana na uwezo utakuwa umepungua wa kukidhi mahitaji yako ya kutoana jasho uwanjani. Kwa hiyo na wewe ukigundua umependwa kwa ajili ya mazoezi yako ambao uko vizuri katika kukimbiza farasi, maana yake unatakiwa kuilinda hiyo hali, kwa sababu ndicho kilichomfanya huyu mtu wa kawaida ama mtu mwenye muonekano kukufuata. Na wewe dada wa kawaida au kaka wa kawaida, unapofuatwa na msichana mrembo ama mvulana handsome, ujue kuna kitu cha ziada ulichonacho. Kitafute hicho kitu, kilinde, kwa sababu hiyo ndio silaha yako ya maangamizi. Hivyo tafiti zangu zinasema wengi walioingia kwenye mahusiano ya ndoa hawajaingia kwenye mahusiano ya ndoa na watu walionao kwenye maisha ya ndoa, isipokuwa wameingia kwenye maisha ya ndoa na vitu walivyonavyo hao wanandoa. Kama ni kweli umempenda mtu jinsi alivyo, jitathmini, jiulize, ni kweli mimi nimempenda huyu mtu jinsi alivyo? Matendo yataonyesha. Virungu, shida, hivyo vinapelekea wewe kujua kwamba huyu mtu yupo na mimi kwa sababu zipi. Kila siku mama anaumwa, kila siku kodi imekwisha, kila siku matumizi ya pesa yamekuwa yakimwandama huyo aliyenaye kwenye mahusiano. Brother, sister, ukiona hali kama hiyo, ujue hivyo vitu ndivyo vilivyosababisha huyo mtu aliyenaye kuvutiwa na wewe au kuwa na wewe. Kaingia kwenye mahusiano na vitu vyako na sio wewe.